Mtume anasema hivi, kullukum ra'in, nyote nyinyi ni wachunga, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, na kila mmoja katika nyinyi ataulizwa juu ya wale anaowachunga. Na hili neno ra'i ndimo ambamo Waswahili wamechukua neno raia. Kwa hiyo raia ni wale waliokuwa chini ya ra'i, na ra'i ndio yule rais, kiongozi, mtawala. Kwa hiyo Mtume anasema nyinyi nyote, hakuna anayetoka katika duara hilo, nyote ni wachunga. Na ndio tukasema kwamba sote ni walezi. Ulezi hauhusu wazazi peke yao, wala hauhusu ndugu peke yao. Kila mmoja ni mlezi, ni mchunga. Mtume akasema katika hadithi hii maarufu baina ya Waislamu, kullukum ra'in, nyote ni wachunga nyinyi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, na kila mmoja katika nyinyi ataulizwa juu ya anawachunga. Fal amiru, mtawala, kiongozi, ra'in ni mchunga, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, na yeye ataulizwa juu ya wale anaowachunga. Wa rajulu ra'in ala ahli baiti, na mwanaume ni mchunga katika nyumba yake, anaichunga watu wake, familia yake. Wa huwa mas'ulun au mas'ulun anhu, na ataulizwa juu yao, aliwachunga vipi, aliwalea vipi, aliwahifadhi vipi. Wal mar'atu, na mwanamke, mke, ra'iyatun, ni mchunga, ala baiti ba'liha wa waladi, anachunga nyumba na familia ya mume wake, lakini na watoto wa mume wake. Wa hiya mas'ulatun anhu, na yeye ataulizwa kuhusu watoto na kuhusu nyumba ya mumewe, namna gani aliichunga. Yarhamukallah. Katika surat al-Hijr Mwenyezi Mungu anaapa akisema, fa warabbik, na apa kwa Mola wako mlezi ewe Muhammad, lanas'alannahum ajma'in, tutawauliza wote bila kuacha yoyote, tutawauliza. Katika aya inayofuata, amma kanu ya'malun, tutawauliza juu ya yale waliokuwa wakiyatenda. Kwa hivyo kuulizwa ni jambo ambalo hakuna yoyote katika sisi atakayeepuka. Lakini miongoni mwa maswali tutakayoulizwa ni namna ambavyo ulitoa mchango wako katika kulea. Jamii inakuhusu, familia yako inakuhusu, na kila mmoja anakuhusu. Na ulezi ni kazi ya jamii, sio kazi ya mtu mmoja. Ndio wengine wamezoea kusema kwamba mtoto ni mtoto wa jamii, wewe umemzaa tu. Lakini ukishamzaa, yale masulia ni ya kila mtu. Na ndio maana ya hadithi mnazozifahamu, man raa minkum munkaran, yoyote katika nyie, yoyote atakayeona jambo linalokatalika. Ndio maana ya munkara. Munkar ni jambo linalokatalika kwa vigezo vya Qur'ani, kwa vigezo vya Mtume, lakini hata kwa vigezo vya kibinadamu. Man raa minkum munkaran. Sasa ile man raa, yoyote atakayeona, maana yake ni kwamba kila mmoja anawajibika anapoona jambo ambalo halifai, falyughayyiruhu, abadilishe. Sasa mbinu za kubadilisha hadithi imetaja, lakini hadithi imetoa nafuu kwa yule ambaye mbinu moja haiwezi, ahamie mbinu nyingine. Ikiwa mbinu namba 2 haiwezi, ahamie mbinu namba 3. Lakini madhali kaona linalokatalika, halikubaliki kiakhlaq, halikubaliki kibinadamu. Lakini mahallu shahid, man raa, yoyote atakayeona bila kubagua. Sasa hawezi kuzuia kwa mkono wake lisifanyike,
basi atumie ulimi wake. Hawezi kwa ulimi wake, hata kununa nako watu wakajua umenuna kwa sababu unachukia jambo fulani, ni sehemu katika kulizuia. Kwenye fiqh mmesoma kwamba ukijua kwamba we huwezi kabisa kukataza, lakini fulani anaweza, kwa yule bwana yule, mimi nikienda simwezi sana, nitapokea matusi. Kwa huyu mzazi mimi simwezi, ni baba yangu, ni mama yangu, kamfati anayemweza, na ni sehemu katika kukataza. Huyu baba ana wakubwa zake, ana wadogo zake, sio? Wewe nenda ukawaandame wale. Ana rafiki zake wanaomweza, nenda ukawaandame, na hiyo itakuwa ni jitihada yako. Sasa hizi hadithi na aya tumetanguliza ili kufafanua tu kwamba suala la malezi na kuhakikisha kwamba tunaeneza maadili ni la kila mtu, na usipofanya utaulizwa. Taban hata ukifanya pia utaulizwa, ili ujibu kwamba ulifanya namna gani. Sasa tukirudi katika mfululizo wa masomo yetu, hasa katika athari za media katika malezi, tulikomea athari namba 4. Kwa wale wanaokumbuka, athari namba 4 inayopatikana kupitia media na kuathiri malezi. Narudia nikisema kila mara, hizi athari hazimhusu mtoto pasina mtu mzima, lakini mtoto ataathirika zaidi kuliko mtu mzima. Lakini hata wewe mtu mzima unaathirika, tena unaathirika kwa namna ambayo haiko wazi, huhisi wewe. Sasa athari namba 4 ni ukuaji wa mtoto kijamii. Mtoto anatakiwa akue kijamii vile vile. Maana ya kukua mtoto kijamii ni kukua katika mazingira ambayo anaweza kuingiliana na wengine. Yaani Uislamu unahimiza kuhusu kuchuma marafiki, kuishi maisha ya kijamii, kukaa na watu. Uislamu unahimiza. Na Imam Ali anatufundisha katika hadithi kwamba kuchuma rafiki na kupoteza rafiki, kule kupoteza rafiki ni kitu kibaya sana. Yaani ukimpata rafiki hakikisha unamdhibiti usimpoteze. Kwa hivyo ukiishi na watu, hamu yako kubwa iwe ni kuchuma nini? Marafiki. Sasa ile socialization ni muhimu. Ndio Imam Ali akasema, ajazu nnasi man ajaza an iktisabi ikhwani. Mtu ajizi zaidi kuliko wote, mtu ajizi ni yule alioshindwa, hawezi. Ndio maana Waswahili, mtu mzima asiyeweza kufanya mambo huitwa kuwa ni ajuza. Kwa hivyo mtu ajizi asiyeweza kufanya mambo ni yule mtu ambaye man ajaza an iktisabi ikhwani, aliyeshindwa kabisa kuchuma marafiki. Huyu ni mtu ajizi. Wa ajazu minhu man dhayya man dhafara bih, na aliyekuwa ajizi kuliko huyo aliyeshindwa kuchuma marafiki ni yule anayempoteza ambaye kishampata. Yani wewe una rafiki alafu ukafanya mambo ukampoteza, wewe ni ajizi zaidi. Sasa hadithi hizi zikiwa na maana yake ni kwamba Uislamu unatuhimiza kuhusu kuchuma marafiki, lakini maana yake ni kuhusu maisha ya kijamii, socialization. Ukawa ni mtu social, wengine wanasema mtu ambaye unakaa na watu, humpiti mtu, unasalimia watu, unachunga kuhakikisha kwamba unachuma marafiki. Taban hata kama si Muislamu anafaa kuwa rafiki, na hili lifahamike, sio? Hata kama si madhhabi yako anafaa kuwa rafiki. Hakuna mahala tulipoambiwa kwamba lazima mtu wa madhehebu yako ndio awe rafiki au mtu wa dini yako. Hapana, inawezekana kabisa ukawa na rafiki sio katika mila yako. Sasa mtoto anatakiwa alelewe tangu akiwa mdogo katika mazingira ya kuingiliana na watoto wenzake, asitengwe akawekwa
tofauti na ushirikiano na jirani na ndugu. Maana siku hizi hata watoto wa ammi yake anatengwa nao, kazi ni wake wale, kupitia shangazi, kupitia ammi zake anatengwa. Na kwa bahati mbaya ikitokea familia ina uwezo kidogo, ndio inaonyesha ule utabaka, wasiingiliane sana na wengine, wanazuiwa kwamba wasikae na wengine. Sasa ni makosa. Mtoto wako apate muda wa kucheza na kushiriki michezo na watoto wengine. Sasa media inahusika vipi? Ikiwa michezo ya mtoto ni kumzuia chumbani, sebuleni, awe atatizama TV tu, ratiba yake siku haendi shule, kuanzia asubuhi mpaka jioni ni TV, na haruhusiwi kutoka nje. Ile TV sio tu asiporuhusiwa, yeye mwenyewe akizoea akawa na uraibu, hataki kutoka. Yeye atakuwa ni katuni, akibadilisha katuni anakwenda kwenye mchezo mwingine, akimaliza atakwenda kwenye game. Yeye hana fursa ya kutoka kashirikiana na watoto wengine. Na ni jambo baya ikiwa mzazi mwenyewe anaona fakhri kwamba mwanangu wana hatokitoki ovyo, mwanangu haendi nyumba za watu, hachezi na wengine, na anaambiwa kabisa kwamba acha msicheze na hao watoto. Mara nyingine hapewi sababu, bali anatengwa tu. Ile itamfanya yeye asiwe na mashirikiano ya kijamii. Hilo ni moja. Lakini jingine linalomnyima mashirikiano ya kijamii, tulisikiliza vizuri. Katika zile filamu na michezo mingi, sawa ni ya kuigiza au ni filamu ambazo ni sinema, mara nyingi wenzetu wazungu wanapotaka kuuza aina ya familia wanaoitaka, huiuza kwa njia za sinema hizi. Hawakuambii kwamba muundo fulani wa familia haufai, huu ndio unaofaa. Hawakuambii hivyo. Lakini ile sinema yenyewe namna ilivyotengenezwa inakufanya uamini hivyo. Tumedokeza huku nyuma kwamba muundo wa kibantu wa kiafrika wa familia, muundo wa Kiislamu wa familia ni ile familia pana, extended family. Familia moja inakusanya watu wengi, ina maammi, ina mashangazi, mara nyingine ina babu na bibi, mara nyingine ina vijukuu na vitukuu. Familia kubwa, yani ukifika muda wa chakula wanahusika wengi, lolote la jamaa la pamoja wanahusika wengi. Familia kubwa. Ndio familia zetu zilivyotengenezwa, zilivyoundwa. Sasa wao wanakutengenezea sinema inayoonyesha familia pana kubwa, alafu kuna familia ndogo, ile nuclear family, ina baba, mama na mtoto au watoto wachache. Sasa yale maisha namna yanavyotengenezwa kwenye ile filamu ni kwamba ile familia ndogo ina mafanikio makubwa sana. Uchumi ni mzuri, baba na mama wanaonyesha namna wanavyopendana, watoto namna wanavyoishi maisha ya kisasa, wakitoka wanaenda maeneo makubwa ya starehe. Alafu hii familia kubwa inaonyeshwa namna inavyoishi katika dhiki. Mara nyingine hata wale memba wa familia hii kubwa ni watumishi kwenye ile familia. Mapambano, kupigana, kufanyiana hila, kufanyiana uchafu, ufisadi baina yao, mpaka wewe unaichukia ile familia, unaipenda ile nyingine. Sasa wewe wakati ule huhisi kwamba ulichokichukia ni familia kubwa yenye watu wengi, kwa sababu umeonyeshwa namna ambavyo wanaishi kwa dhiki. Unafundishwa pale namna ambavyo mmoja akichelewa hapati chakula, namna wanavyogombaniana vitu, riziki ya tabu, mpaka unaamini kwamba familia kuwa kubwa ni kuishi maisha ya dhiki na kukosa riziki. Hivi ndivyo sinema zilivyotengeneza. Sasa ukishafanikiwa kidogo unaamini nini? Kwamba maisha bwana, maisha ni haya bwana, mambo ya kuja hapa. Mtu akija unamuuliza lini utaondoka bwana, naona upo hapa lakini husemi lini utaondoka bwana. Na haya hakuna siku hizi, kwamba akija mgeni ataondoka lini. Shangazi akija, lile shangazi limeitwa shangazi kaja kwa sababu na yeye huja akaondoka, na aje na aondoke.
kwa sababu mazingira yaliyojengwa ni mazingira ya kwamba familia lazima ibaki kuwa ndogo. Bado kuna makabila huku kwetu wao hawajaathirika na hilo. Ukienda kuoa kwao sio utakoma, utaishi maisha ya Kiislamu ambao hatuyataki sisi. Na mimi sitaki kutaja majina, lakini tazameni nyie, kuna baadhi ya makabila hapa ukioa ile nyumba yako haiishi wageni. Haya, wewe unapenda wageni au unaichukia familia hiyo bwana? Kwa mama bwana kila siku anakuja bwana, waambie bwana, waambie mama wasije ovyo ovyo bwana. Sasa familia za namna ile utakuta mtu kumlea mtoto wa shangazi yake, kazi ni wake, ni kitu cha kawaida. Atamtafutia kazi, atamfanyia hivi, atamfanyia hivi. Kama amehamia Dar es Salaam, watakuja jamaa wengi na yeye atawapokea. Na wataishi mpaka watapata kazi, mpaka mtu atahamia kwake. Lakini anakwenda kwa mjomba. Haya, sisi tuko tayari kwamba wewe kwa kuwa unakaa Dar es Salaam, wanaokuja kutoka vijijini waje tu waishi pale, anatafuta kazi aje. Sasa utaona namna tulivyojengewa kiasi cha kuamini kwamba familia kubwa ina dhiki, ina tabu, inapunguza matumizi, inaongeza matumizi na kupunguza uwezo wa watu. Maana yake utakuwa na matumizi makubwa, kwa hivyo uwezo wako utakuwa mdogo. Sasa katizameni jamaa wa Kisomali namna wanavyoishi. Katizameni jamaa wa Kipemba namna wanavyoishi. Katizameni jamaa hata wasiokuwa hao kama Wasambaa namna wanavyoishi. Nyie hamuoni namna wanavyokusanyana? Ushaona wanafukuzana? Lakini hata jamaa wa Kiarabu waliokuwa katika miji yetu. Kwa hivyo tunahitajika na sisi kidogo tubebe haya mambo, ni sehemu katika utamaduni wa Kiislamu. Kwa hivyo mtoto akitengenezewa filamu za namna ile atakulia kwamba familia ile ninayoiona katika TV ndio familia sawa sawa. Na sisi tukitengeneza filamu zetu tuonyeshe ile familia kubwa ni familia yenye baraka, maisha ya pamoja. Mungu anatia baraka kwenye nyumba yenye watu wengi, chakula chenye mikono mingi kina baraka zaidi. Tuyajenge mazingira hayo. Lakini nukta namba 5 ya matatizo yanayotokana na media katika malezi ni matatizo ya kiuchumi. Mtoto ambaye anatizama katuni za wenzetu hizi za wazungu, kisha katika katuni zile vyakula vinavoliwa na vinywaji wanavokunywa, wanakunywa majuisi za mikebe, wanakula kina baga na sausage na kina pizza. Yule mtoto mara nyingi sana anasumbua kwamba na sisi pizza lini? Sio kama tuko pamoja. Yaani watoto huwa hawajui hali. Ndio maana utaona yule anayeuza zile toys, vitu vya kuchezea watoto, akipita akamuona mzazi yuko na watoto huchokoza akachonganisha yule. Anakuja na kigari anakitingisha tingisha, kisha mtoto anaanza kumsumbua mzazi, ninunulie mimi, ninunulie mpira, ninunulie kitu fulani, sio? Na wana tabia hiyo sana wale mabwana. Sasa anajua mtoto hana uwezo wa kununua, sasa anapita karibu. Ndio michezo mingine inaonyesha ya kuchekesha kwamba yule baba alipoona hapa panauzwa ice cream akamfunika mtoto wake macho ili wapite salama. Lakini mwenye kuuza ice cream akapiga kengele inaojulikana kwamba kengele hii ni ice cream. Mtoto yule hakuvumilia bwana, kaona mtoe mtoto mzazi mkono ili aone kilichokuwa mbele. Sasa watoto wanapoona wanatamani na wao. Wakishatamani lazima wasumbue nyumbani, na sisi pizza lini? Pizza wameijua kupitia TV, sio? Na sisi baga lini? Mzazi analazimika kwamba leo basi sasa hakuna, leo ni siku ya chipsi na sambusa na pizza. Hata kama hana uwezo, lazima siku moja atafute namna. Lakini vile vile mtoto anatizama maeneo ya michezo. Ndio mtaona familia nyingi sasa hivi, si kitu kibaya kwamba mtu atoke na watoto wake waende kwenye bembea, waende kwenye michezo na watoto wake, familia, si kitu kibaya. Lakini ikiwa hawana uwezo huo maana pale wanalipia kuingia, sio? Ndio yale tulosema kule nyuma. Kwanza yanamfundisha mtoto kwamba yeye ni tabaka duni, hawana uwezo.
hawawezi kwenda kama wengine. Sasa katizamini zile katuni, watoto wanacheza kwenye mabembea, watoto wanaogelea, watoto wanakwenda maeneo mashaallah mazuri, wanapita katika miji mizuri, wanapanda usafiri mzuri. Wakwako wamekaa kwenye kiti anatizama. Je, hatamani yale? Anayatamani. Kama anayatamani, yeye anajua hali ya mzazi wake? Haijui. Ndio maana mtaona leo hii mambo ya birthday, happy birthday, mmeona ishakuwa ni utamaduni wa watoto, sio? Kwamba ikitokea anaona namna katika TV wanasherehekea birthday ya mtoto, wanamletea popcorn, wanamletea keki, shamra zile na nini, yeye na yeye anangojea tarehe yake ya kuzaliwa, sio? Anamuandama baba kwamba mimi tarehe yangu ni siku fulani bwana. Maana yake nini? Niletee popcorn, niletee nini? Keki. Nataka nione shamra kama ninazoziona kwenye TV. Na si hivyo tu. Katika shule zetu hizi za gari za njano pamekuwa na utamaduni siku hizi. Kwa wale wazazi wanajua hilo, kwamba ile siku ambayo ndio birthday ya mtoto fulani, yule mzazi wa mtoto humkusanyia vitu vingi mtoto na keki akaipeleka shule. Alafu birthday ya mtoto inafanyika shuleni, walimu wanashiriki, wanamuimbia mtoto, alafu watoto wote darasani wanagaiwa juisi na popcorn na keki. Haya, mwanao ikifikia tarehe yake hata kusumbua? Lazima kusumbue, bwana na mimi leo nipe vitu vya kupeleka shule, kwa sababu na mimi birthday yangu imefika. Haya, usipompa, hata kama umemwandaa kisaikolojia, wale wenzake watamwacha. Maanake tayari kishawaambia birthday yangu lini, sio? Sababu lazima hisi fakhri. Hata ukamkinaisha kwamba mambo haya si ya kwetu, akienda kule wenzake watamwacha. Je, kila anapoendelea kuwaona wenzake wanasherehekea birthday zao, yeye atajisikiaje pamoja na maelezo yote ulompa? Kwa hivi vitu vinaathiri sana. Kwa hiyo mtoto akiona pale atataka na yeye. Akitaka mzee kumpooza, mara nyingine utatoa. Kwa hivyo tunaongeza yale matumizi katika maisha yetu kupitia kuiga maisha ya watu kupitia TV. Kwa hiyo katika athari ni athari za kiuchumi. Lakini pia vitu vya kuchezea. Wewe una uwezo wa kununua kitu gani kwa mtoto wako? Pengine unaweza ukanunua mpira wa kusuka kwa mkono. Kuna vigari vya kutengeneza kwa mkono siku hizi, sio? Vinauzwa. Kuna vindege vya kutengeneza kwa mbao vinauzwa, sio? Kuna baskeli za mbao ambazo tumeendesha tukiwa wadogo, sio? Ya kusukuma mtoto, sio? Pengine ndio uwezo wako. Lakini mtoto kwenye TV anaona nini? Anaona ndege za kuchezea za mtoto, anaona magari ya kuchezea ya mtoto, yanawaka taa, yanatoa sauti, sio? Yeye hayatamani yale. Na kama anatamani, mkipita njiani, kile alichokiona katika TV hatomsumbua mzazi. Lazima akusumbue, akung'ang'anie. Yeye hajui hali yako, sio? Kwa hivyo kuna athari kama hizi za kiuchumi, kwamba mtoto anataka maisha ya juu mfano wa yale maisha anayoyaona. Mzazi analazimika aingie gharama amridhishe mwanae, kwa sababu anampenda, atafute na yeye kitu amnunulie, ili na yeye mtoto afanane na wale watoto kwenye TV. Sasa hata kama ni maskini, baskeli ataitafuta mpaka amletee mwanae, akope. Hizi ni katika athari za kiuchumi. Lakini athari za kimwili, kwa sababu mtoto anakaa muda mrefu sana chini, hana movement nyingi, hana haraka, kiafya ina athari kubwa. Hii ina athari hata kwa mtu mzima. Wale watu ambao kazi zao ni kukaa masaa 7-8 amekaa tu, anakula habani kile chakula, anakula wanga, anakula sukari, lakini muda mwingi amekaa, mwili wake unakuwa ni nyumba ya maradhi. Mtoto anahitajia mazoezi mengi kuliko mtu mzima. Ndio maana tukasema kucheza ni sehemu katika
malezi ya mtoto yanamchangia yeye kukua kwa akili yake na kukua kwa mwili wake. Sasa huyu mtoto asiyepata fursa ya kucheza, shuleni ndio wale watoto wa zile gari, hawachezi, nyumbani ni kwenye TV mpaka achoke alale kwenye kochi, akiamka ni program nyingine za TV. Kwa hivyo kiafya, afya ya mwili, acha ile ya akili tulowahi kuzungumza, mtoto anaathirika. Na watoto wa sampuli hiyo wanapata ile sifa ya albadana, miili inakuwa sana, anajaa mwili wake na hatimaye inakuwa ni sehemu ya maradhi. Lakini inachangia mtoto hata mtu mzima kuwa na tabia ya uvivu, kwa sababu mwili hauna haraka, anakaa kwa muda mwingi. Kwa hivyo anakuwa na uvivu kwa sababu ya kukaa kwa muda mrefu. Mtoto lazima achangamke, acheze. Katika athari ambazo zinawapata watu wazima na watoto zaidi ni udhaifu wa macho. Hili jambo linaathiri sana watu sasa hivi. Na tunazungumza simu, skrini kama hii, tunazungumza kompyuta, tunazungumza skrini ya TV, na hasa panapozimwa taa alafu mtu akatizama, inaathiri sana macho. Ule mwanga unaotoka pale, na macho yanahitajia mwanga uenee maeneo yote, sio eneo moja tu. Anatumia mwanga wa ziada, unaathiri nuru ya macho. Hata wewe kama tabia yako ni kutizama sana kwa muda mrefu skrini hii hata ya simu, utaona baada ya muda macho yako hayaoni sawa sawa. Ndio wanasema wataalamu, hata ikiwa lazima utizame, kila baada ya muda fulani geuza uso wako, angalia sehemu pembeni, ili isiwe umeangalia moja kwa moja pale muda mrefu. Angalia dakika kadhaa, alafu geuza uso wako uangalie pembeni, kisha uendelee, ili usiathiri macho yako. Sasa mtoto namna anavyokaa muda mrefu pale hata ukimuita hasikii, kwa sababu amefocus pale, inaathiri sana macho. Kwa hivyo katika malezi tuangalie sana watoto wasikae muda mrefu kutizama TV. Lakini vile vile mtoto wa TV na social media ni mtoto ambaye hawezi kupangilia vizuri muda. Anaweza kuchelewa kulala, na akichelewa kulala bila shaka atachelewa kuamka. Kuna wazazi wanaoamini kwamba wanawapenda sana watoto, wamewaekea mpaka ma TV kwenye vyumba vyao, wamewaekea mpaka kompyuta katika vyumba vyao. Huwezi kudhibiti muda wake wa kulala, huwezi kujua saa ngapi ameondoka katika skrini. Ndio utaona mchana anasinzia, kumbe alikaa muda mrefu, nyie mmelala, yuko kwenye TV. Na wao ni werevu kweli, mnaweza kuingia kulala, wao wakatoka wakaenda sebuleni wakapunguza sauti tu, nyie mnajua wamelala, kumbe nyie mmelala, wao wako kwenye TV na sauti ile unaipunguza. Haya ni mambo yanayotokea sana kwenye nyumba zetu. Sasa ni vizuri sana kuweka nidhamu ya muda kwa mtoto. Haya ni baadhi ya mambo tuliyoyateua kupitia media na vyombo vya habari na mawasiliano katika kuathiri malezi ya mtoto. Sasa faida tulisema ziko nyingi, na niliahidi kwamba sasa suluhisho nini? Namba 1, kwanza ni mtoto kuepushwa na filamu au tamthilia au katuni zinazoonyesha matumizi yafuatayo. Kwanza, mabavu. Ukiona filamu, tamthilia, katuni zinazobeba mambo ya mabavu, kupigana, kutumia nguvu, hizi si afya kwa mtoto. Hata mtu mzima mwenyewe akizoea kutizama filamu za mabavu na kupigana, kutumia nguvu, zinamwathiri kitabia. Anakuwa hana diplomasia katika mambo yake. Akikasirika yeye anakunja ngumi, na hajui ameathirika vipi, lakini ni ile subconscious mind yake. Kwa hivyo hata mtu mzima anaathirika. Muepushe mtoto na katuni, filamu na tamthilia za namna hiyo, mabavu. Lakini ukatili,
Mtoto hata mtu mzima hafai kutizama sana picha au vyombo vya mawasiliano hivi vinavyoonyesha sana ukatili. Ukatili wa kweli au ukatili wa kubuni, wa kuigiza. Kwa hivyo kutizama yale matukio ya mauaji kila mara, ukatili kila mara, unaathiri sana. Unamwathiri mtu mzima, lakini unamwathiri hata mtoto. Kuna watu wamepatwa na depression kwa sababu ya kutizama mauaji kama yale ya Palestina. Kuna kuona ajali, kisha katika ajali ile ukaona namna mtu alivyokatika, alivyoharibika. Ukizoea kutizama vitu hivi, vina athari wewe mtu mzima na hata mtoto. Sisi zamani ya juzi, ilikuwa ukipata taarifa ya kifo fulani amekufa, ulikuwa unapata na simanzi ya hali ya juu sana, na kifo kilikuwa kinatisha. Woga ule wa kwamba kifo sasa maana yake kaondoka huyu bwana, amekufa, maana yake na mimi nitakufa, sio? Tulikuwa tuna hofu sana. Tukienda makaburini, utaona namna wale waliokwenda kuzika walivyotulia kwa sababu ya kifo. Hebu tizama sasa hivi, kifo kinatisha? Hakitishi. Kule makaburini jamaa wanavuta sigara, wanakaa juu ya makaburi, wanapiga domo katika mambo mbali ya biashara, hayahusu kabisa kifo. Moja katika sababu ni kwa kuwa sinema zimetuonyesha vifo mpaka vifo vikawa vya kawaida kwetu. Yani huyu mtoto mdogo ukimuuliza usha kuona mtu aliyokufa, anakuambia ndio, lakini kamuona wapi? Kamuona kwenye sinema, hakumuona physically, sio? Kwa hiyo kifo kimekuwa kitu cha kawaida kabisa kwetu sisi, wala hatuogopi wala hatujali. Mauaji yamekuwa kwa sababu tumezoea kuona mauaji kupitia media, tumeyatizama mpaka tukayazoea. Ndugu zangu, ni mambo yanayoathiri sana haya. Na mimi nawaambia wakati fulani, vijana, sikilizeni haya vizuri. Namna gani unazoea mauaji ni kama vile ambavyo unatizama nyuchi katika mitandao mpaka unazizoea. Je, utaathirika baada ya hapo? Au utakachokiona baadaye kitakuwa cha kawaida tu? Kitakuwa cha kawaida, sio? Umezoea kuwaona wanawake wako uchi kila siku, migozi hiyo unatizama mara kadhaa, inaathiri uwezo wako. Lakini vile vile itakufikisha mahala hata ukamuona anayepita pale hakuathiri chochote, kwa sababu ushayaona sana, ukayazoea. Haya, katika mauaji, kwa nini sio hivyo? Kwa hivyo ukiona ukatili unafikia mahala inakuwa kitu cha kawaida, hakikuathiri tena. Sasa akiwa ni mtoto tangu mdogo anaona ukatili tu, yule mtoto atakuwa katili na hataona ajabu kumdhuru mwenzake. Ndio wale wanapigana, unaona anatoa kisu, yuko tayari kumchoma mwenzake, wala haogopi, kwa sababu haya mambo kayazoea sana. Kwa hivyo kwanza tuwaepushe watoto kama ambavyo sisi wenyewe tuepuke kwa kutizama mambo ya mabavu, ukatili, kupigana, visasi, kwamba unaona kama kuna filamu inaitwa Revenge, maana yake ni ya visasi na mtu anaipenda, kamfanya hivi na yeye atalipizaje kisasi. Katizameni filamu zenye neno revenge, namna ambapo ziko nyingi, na sisi wote tumekuwa hivi, mambo ya visasi. Mara nyingine upati chochote, lakini unachotaka ni kumkomoa tu. Yaani ile tatizo akilipata mwenzako, wewe huna unachokipata, lakini unachotaka nini? Isemwe tu kwamba na mimi nimemfanyia kubwa kuliko alonifanyia mimi. Basi hiko tu, na yeye akishafanyiwa na yeye anatafuta la kumfanyia pia, mpaka maisha yanaondoka. Watu ni hivyo. Hujaona watu mpaka wanakufa alafu watoto wao wanarithi kesi? Yaani zile kesi, maisha yao kesi, mpaka wameondoka wao, wale watoto na wao wakarithi zile kesi.
wakaendelea. Alaysa minkum rajulun rashid, hakuna hata mtu mwenye busara na hikma anaingia katikati akazuia mtu mpaka anakongoka, lakini ana mafaili anakwenda mahakamani. Nini? Revenge, kufanyana. Sasa haya mambo Kiislamu hayatakiwi. Ndio utaona Ahlulbayt walikuwa wanatufundisha sana. Kuna maeneo ambayo walikuwa wachukue haki, lakini akasema tunaiachia, madhali hakuna madhara yoyote yatakayopatikana kwa kuachia. Sasa hizi filamu zinatengeneza namna hiyo, mme na mke wanashindana, mara nyingine mzazi na watoto wanashindana, ushindani wa mume na mke mpaka mahakamani. Washaachana lakini ushindani unaendelea, tamkomoa bwana. Revenge, kulipizana visasi. Filamu nyingi za kulipizana visasi mpaka zimetufanya ni utamaduni wetu sisi kupenda kulipizana visasi. Lakini vile vile kumwepusha mtoto na sinema au katuni au picha zozote zile zenye kutamka maneno yenye kinyaa. Juzi moja nimekaa katika TV, sinema inatizama, nikasikia kwa kipindi kifupi matusi yale kwa lugha ya Kiingereza kwa kipindi kifupi kama 5 mara 6. Kuna filamu kitizama mwanzo mpaka mwisho, matusi utasikia mara 50, 20, 30. Unadhani yale yameandikwa, yamekusudiwa kabisa yatamkwe. Haya, mtu anisikia matusi, kwa nini na yeye asitukane kitu? Ukisema unagundua mara moja tu umekasirika, leo tusi la kutoka, kwa sababu umezoea kuona anakasirika na anatoa matusi. Kwa hiyo kuna matusi mengine watoto wanajifunza kupitia media. Kwa hiyo tizama filamu ambazo kuna matusi, maneno yenye kinyaa, kuna uongo mwingi na anaonekana mtu amedanganya, na bahati mbaya yule muongo anapoonyeshwa kwamba amefanikiwa, yaani amefanya uongo alafu baadaye akafanikiwa, alafu ndio baba ndio shujaa wa ile filamu, alafu kafanikiwa. Kwa nini na mtoto kesho asiseme uongo ili afanikiwe naye? Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo ni katika suluhisho. Tutaendelea inshallah katika darasa yetu ijayo. Nas'alullah al-auna wa tawfiqa lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.